أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kuhusu dua, watu wengi wanauliza maswali siku hizi, hasa maswali yanaibuka kuhusu dua na Mwenyezi Mungu, ilhali chini ya mpango maalum watu wanaunga mkono na upagani na udhaharia wanaendelea kushambulia dhati ya Allah na dini kwa nguvu zao zote. Kwa kutumia njia mbalimbali, juhudi zinaendelea kufanywa ili kumpeleka mtu mbali na Mwenyezi Mungu na dini. Shetani akijifanya kuwa mtakia mema kwa binadamu, anajaribu kumpeleka mbali na Mwenyezi Mungu na dini. Katika hali za namna hiyo, watu wetu pia saa nyingine na katika baadhi ya maeneo wanashikwa na athari hizi za kishetani au maongezi ya watu wa dunia, na maadui wa dini yanaanza kuwaletea wasiwasi na kiherehere kuhusu dini, kuhusu ibada na kuhusu Mwenyezi Mungu. Wasiwasi zinaanza kuzalika mioyoni mwa wale walio na elimu ndogo, na wakipata majaribio au wakikabiliana na hali fulani ya kushindwa, hapo watu wenye imani dhaifu na walio na elimu ndogo wanaanza kuwaza mara moja ya kwamba moja, dini ni batili tuliyo nayo katika zama hizi, na kwa hakika dini hiyo haina uhakika na ukweli wowote, au zati ya Mungu si zati ambaye akiturehemu asikilize maombi yetu na atuokoe kutoka jaribio na mtihani huo, au Mwenyezi Mungu, Mungu apishe mbali, amefanya zulma juu yetu. Ndiyo maana tunaendelea kupitia katika hali hiyo. Licha ya kufanya maombi mengi, matatizo yetu hayaondoki. Ilmuradi, maswali mengi ya namna hiyo yanaibuka vichwani vya baadhi ya watu, hasa wale ambao wanaona vitu vya kidunia tu. Baadhi ya watu wananiandikia vile vile, au wakieleza kuhusu hali zao wanauliza maswali. Hapo inaonekana ya kwamba mioyoni mwao haimo imani ile juu ya Allah ambayo wanatakiwa kuwa nayo, na mazingira ambamo wao wanaishi katika hali ya namna hiyo, basi wakipata majaribio madogo tu wanaanza kufikiri fikra zisizofaa au mashaka yanaanza kuibuka, ilhali kinachohitajika ni ya kwamba
watafakari juu ya hali zao na waone ya kwamba sisi kwa kiasi gani tunajaribu kutimiza haki ya allah, kwa kiasi gani tunafanya juhudi za kufanya ibada zetu kwa kuziboresha, kwa kiasi gani sisi tumeinua viwango vya maombi yetu. Kuhusu imani tuliyo nayo juu ya allah, hali ya imani hiyo ikoje? Kwa vyovyote vile leo mimi nitaeleza mada hiyo ya maombi nikieleza maandiko ya hatmasihe maud alah ssalam. Katika maandiko na maelezo ya hatmasihe maud alah ssalam kuna mingi tunayoyapata na yamo katika vitabu mbalimbali, na mimi nitaeleza mbele yenu mambo machache yanayoangazia uhakika wa dua na adhabu zake, wajibu wetu, haja yake, na maelezo hayo yanafafanua kuhusu imani juu ya allah, bali kwa yakini mambo yote yanaeleweka. hatmasihe maud alahsatu wassalam akitusihi ya kwamba sisi hata katika hali nzuri pia tunapaswa kuelekea kwa allah na kufanya ibada na maombi, ili katika ziki pia maombi yetu yasikilizwe. hatmasihe maud alah salam anasema ni rehma ya allah juu ya mtu ambaye katika hali ya amani anaogopa kama anavyoogopa wakati wa kushuka msiba na shida. mtu asiyemsahau mwenyezi mungu katika amani, mwenyezi mungu hamsahau katika shida, na anayeishi wakati wa amani kwa starehe na wakati wa shida anaanza kufanya maombi, maombi yake hayakubaliwi. adhabu ya allah inaposhuka mlango wa toba hufungwa. basi ni mwenye bahati njema ambaye kabla ya kushuka kwa adhabu ya mwenyezi mungu anaendelea kufanya maombi, anatoa sadaka na anathamini na heshimu amri za allah na anawahurumia viumbe wa allah, anatenda matendo mema kwa uzuri wote. hizi ni ishara za bahati njema. alisema mti hujulikana kwa matunda yake, vivyo hivyo inakuwa rahisi kumtambua aliye mbaya na mwema. basi ni wajibu wa muumini mkweli ya kwamba katika hali ya faraja asisahau haki ya mwenyezi mungu na haki ya viumbe vyake, na kama yeye anatimiza haki hiyo, basi mwenyezi mungu mwenyewe anamwokoa na kumwondoa katika zama za shida na matatizo, na anapokea maombi yake. basi hiyo ni nukta ya msingi ya kwamba sisi katika ibada zetu na maombi yetu tusizembee kamwe. shughuli za kidunia zisiwe zenye kutukosesha kutimiza haki za allah. kisha akifafanua jambo hili ya kwamba wakati wa kufanya maombi kwa allah tunatakiwa kuwa na hali ya aina gani na maombi yana adabu gani na jinsi mwenyezi mungu mwenyewe alivyotufundisha adabu hizi. hatmasihe maud alah ssalam anasema kwa ajili ya kumwomba mwenyezi mungu ni muhimu kwamba tuzingatie adabu, na watu wenye akili wanapoomba kitu fulani kutoka kwa mfalme daima wanazingatia adabu. ndiyo sababu katika sura fatiha mwenyezi mungu amefundisha njia ya kuomba kutoka kwake, na humo ametufundisha ya kwamba alhamdulillahi rabbilalamin, yani sifa zote njema zinamhusu tu allah aliye mola wa walimwengu wote. kwanza kabisa mumhimidie allah, na arrahman ni mwingi wa rehma, hutoa bila swali. kisha ni arrahim, yani ni mtoaji wa matunda mema juu ya juhudi kweli ya binadamu. juhudi kweli, neno hilo linatakiwa kuzingatiwa. mwenyezi mungu ni rahim na hutoa matunda juu ya juhudi kweli.
na viwango vya juhudi kweli ni vile ambavyo mwenyezi mungu amevieleza mwenyewe ya kwamba mtu analazimika kufanya jihadi katika njia ya allah. kisha alisema maliki yaumiddin ni mliki wa siku ya malipo. Malipo mema na adhabu vimo mkononi mwake, akipenda abakishe au akipenda afishe, na malipo mema na adhabu ya dunia hii na akhira pia vimo mkononi mwake. sio maana kwamba malipo ya akhira tu, bali katika dunia pia shughuli zinazofanywa hukumu zake zimo mkononi mwa allah. Alisema mtu anapomhimidia mwenyezi mungu kiasi hicho, hapo anawaza ya kwamba mungu huyu ni mkubwa kiasi gani, ambaye ni rab na ni rahman na ni rahim. Anamwamini kuwa ghaibu na anamwita akijua kwamba yupo na yuko hai. mambo haya ni ya ghaibu, lakini yeye anaelewa kwamba mwenyezi mungu yupo, na akifikiri hivi anasema nini? iyaka naabudu wa iyaka nastain, e allah, wewe tu twakuabudu au twataka kukuabudu, na kwa ajili ya hiyo wewe tu twakuomba msaada. ihdina sirat almustaqim, utuongoze kwenye njia iliyonyoka kabisa, njia isiyo na shida yote bali imenyoka kabisa. njia moja inakuwa ni ya vipofu, ya kwamba wanachoka kwa kufanya juhudi ilhali hawapati matokeo yoyote, na njia nyingine ni ile ambapo mtu akifanya juhudi basi matokeo yake yanatokea. kisha mbele alisema sirata lazina anamta alaihim, yani njia ya wale uliowanemesha, na ndiyo njia iliyonyoka ambayo kwa kutembea juu yake neema zinapatikana. kisha ghairi lmaghzubi alaihim, na si njia ya wale ambao walipata ghadhabu yako, wala dhalin, wala si ya wale walioenda mbali na wakapotea. alisema maana ya ihdina sirat almustaqim ni njia za kazi zote za dini na dunia. kwa mfano, kuna tabibu anapomtibu mtu na asipopata njia sahihi hawezi kumtibu. vivyo hivyo mawakili wote na kila taaluma na elimu ina njia iliyonyoka, na ile njia inapopatikana ndipo kazi ile inafanyika kwa urahisi. hivyo katika shughuli za kidunia pia kuna haja ya kutafuta sirate mustaqim, na utafutaji huo unaweza kufanywa pale ambapo mtu awe na uhusiano na allah. had masihe maud alah islam katika majlis ile alipokuwa akieleza mambo hayo, kwenye majlis ile bwana mmoja alileta shutma akisema kwamba manabii walikuwa na haja gani ya kufanya maombi haya? dua hii ni kwa ajili ya watu wa kawaida tu, manabii wana haja gani ya dua hiyo? kwa nini mtume saa salam alikuwa akifanya dua? wao wanakuwa juu ya njia iliyonyoka tu. hata masihe maud alah salam alisema ya kwamba manabii wanafanya maombi haya ili wapate maendeleo katika daraja, na dua hiyo ya ihdina sirat almustaqim hata waumini wataiomba katika akhira pia, kwani kama ambavyo allah hana mipaka yake, vivyo hivyo maendeleo ya daraja zake pia hayana mipaka. basi hizi ni zile adabu ambazo kwa kuziweka mbele yetu, swala iswaliwe na dua ifanywe, hapo mtu anapitia hali ambamo anapata ukaribu wa allah na anaona njia sahihi ya kuweka mbele ya allah haja zake. kisha kuhusu dua na adabu zake akifafanua zaidi, hata masihi maud alah salam anasema dua ni kitu cha ajabu sana, lakini ni masikitiko makubwa ya kwamba wanaoleta ombi la kufanyiwa dua hawajui kuhusu adabu zake, na pia katika zama hizi wanaofanya dua hawana habari kuhusu njia ambazo zinakuwa ni njia za kukubaliwa kwa dua, bali uhakika ndio huu ya kwamba watu wameshindwa kuelewa uhakika wake. wapo baadhi ambao wamekataa katakata kuhusu dua, na wengine wanaokubali kwamba dua ipo, lakini hali yao imekuwa hivi ya kwamba kwa kuwa maombi yao kwa sababu ya kuto kujua adabu zake hayapokelewi, kwani dua ile haiwi dua kwa maana zake halisi. yani
dua ile inakuwa si dua, na ndiyo maana wao wanakuwa na hali mbaya zaidi kuliko hali ya wale wanaokataa dua. Hali yao ya kimatendo imewapeleka wengine karibu na upagani. Kwa ajili ya dua, kitu cha kwanza kinachohitajika ni ya kwamba mwenye kufanya maombi asikate tamaa kwa kuchoka, na asije akawa na zana mbaya juu ya allah. Asiwe na zana mbaya juu ya allah ya kwamba sasa hakuna kitakachotokea. Saa nyingine tumeona ya kwamba dua ilifanywa sana, na pale ambapo inakuwa karibu ya kupokelewa, hapo mfanya dua anachoka. Yani wale wanaofanya dua wanachoka na matokeo yake yanakuwa ni mabaya, kiasi kwamba matokeo haya yanaleta athari mbaya kiasi hiki ya kwamba wanaanza kukataa kuhusu athari za dua, na polepole pole wanafikia daraja hiyo kwamba wanaanza kumkana na kumkataa allah. Udhahiria unawatawala, na wao wanasema kwamba kama mungu angekuwepo na angekuwa mpokeaji wa dua, basi maombi hayo yaliyofanywa kwa muda mrefu, kwa nini hayakupokelewa? Lakini mwenye kuwaza namna hiyo na mwenye kuteleza, akifikiri kuhusu tabia yake isiyo na uimara, hapo atajua ya kwamba kushindwa kwake kunatokana na matendo yake binafsi. Leo hapa, kesho pale, hana isibati na kuna haraka katika tabia yake. Hivyo hayo yote ni makosa ya mtu binafsi. Mtu akiwa na sifa ya kusimama imara na asipo na haraka, imani yake kama ni madhubuti, basi hawezi kupata hali ya aina hiyo. Haya ni matokeo ya tabia ya wale ambao kuhusu nguvu na uwezo wa allah wanakuwa na zana mbaya. Hivyo mumini hatakiwi kuchoka. Hatmasihi maud alah salam akitoa mfano wa kidunia ameeleza mfano wa subira ya mtu anayefanya maombi. Anasema kwamba angalieni, dua ina hali yake fulani, kama vile mkulima anaenda katika shamba lake na anapanda mbegu. Sasa kizwahiri alichofanya ni kwamba zao lililokuwa zuri yeye aliliweka chini ya udongo. Wakati yule mtu hawezi kusema kwamba mbegu hiyo itaota na italeta matunda katika sura ya mti mzuri. Dunia ya nje na hata mkulima pia hawezi kuona ya kwamba mbegu hiyo ndani kwa ndani katika ardhi inashika sura ya mche fulani, lakini uhakika ndio huu ya kwamba baada ya siku chache mbegu hiyo ikioza, ndani kwa ndani inaanza kuwa mti na inaendelea kukua mpaka majani yake yanatoka nje. Mbegu ina sifa yake. Kwanza mizizi inatoka ambayo inashika nguvu katika ardhi, ndipo matawi yake yanaanza kutoka nje na watu wengine pia wanaweza kuiona. Sasa angalieni, mbegu ile wakati ule ilipopandwa ardhini, kimsingi kuanzia wakati ule ule ilikuwa imeanza kujiandaa kuwa mti, lakini jicho linaloona mambo ya kizwahiri tu linakuwa halina habari zake. Na sasa kwa kuwa majani yake yametoka nje, hapo wote wameona. Lakini mtoto mmoja asina akili wakati ule hawezi kufikiri ya kwamba mbegu hiyo itatoa matunda kwa wakati wake. Sasa mti umeonekana na hatua inayofuata ni kutoa matunda. Mtoto asiye na akili atafahamu kwamba mti huo hauwezi kutoa matunda, ni mti mdogo tu. Ye anafikiri kwamba kwa nini mti huo hautoi matunda, lakini mkulima mwenye akili anaelewa vizuri kuhusu muda wake ambapo utatoa matunda. Yeye anasimamia zoezi zima kwa subira na anaulinda mpaka muda unawadia ambapo mti ule unatoa matunda na matunda yanakomaa. Hiyo ndiyo hali ya dua, na hivyo ndivyo itokavyo kuwa dua inakuwa na inaleta matunda. Wafanya haraka wanachoka, na wanaofanya subira wanaendelea kuomba kwa yakini na kwa imani. Watu wanaona mbali na wenye kuona matokeo kwa subira wanaendelea kufanya maombi kwa uimara, na kisha wanafikia malengo yao. Kisha hatmasihi maula islam akieleza kiwango cha subira
cha mfanya dua anasema zaidi kwamba jambo hili ni kweli ya kwamba katika dua kuna hatua na daraja kubwa kubwa ambazo kwa sababu ya kuto kuzijua daraja hizo wenye kufanya maombi wanakosa kuzifikia, wanafanya haraka na hawezi kufanya subira, ilhali katika kazi za allah kuna kuwa na utaratibu fulani. Angalieni, hiyo haitokei ya kwamba leo mtu akioa basi kesho mtoto atazaliwa kwake, ilhali mwenyezi mungu ana uwezo wa kufanya anachotaka, lakini kanuni na nizamu aliyoipanga yeye ni muhimu sana. Mwanzoni hakuna kitu kinachoonekana mithili ya ukuaji wa miti, kama miti inavyoota na kukua. Sasa hapa ni mfano wa binadamu ya kwamba mpaka miezi minne hakuna awezaye kusema kwa yakini, kisha mama anaanza kuhisi mambo fulani katika tumbo lake, na baada ya kupita muda kamili na baada ya kuvumilia uchungu mwingi na mkubwa mtoto anazaliwa. Madaktari pia wanapima baada ya kupita wiki 12 na kuzaliwa kwa mtoto. Licha ya kuwepo teknolojia kubwa, madaktari wanapata kujua baada ya muda fulani na wanapima baada ya kupita wiki 12. Lakini zama zile ambapo masimu anazungumzia habari hizi, teknolojia haikuwa kubwa, lakini yeye ameeleza kuhusu kanuni ya asili. Alisema kwamba kuzaliwa kwa mtoto ni kama kuzaliwa kwa mama. Yani mtoto anapozaliwa sio maana kwamba amezaliwa kwa urahisi, hata mama pia anazaliwa upya. Alisema kwamba huenda wanaume wasiweze kujua kuhusu shida na uchungu ambao mwanamke anapata katika kipindi hiki cha ujauzito, lakini jambo hili ni kweli ya kwamba mwanamke pia anapata uhai na maisha mapya. Sasa fikirini ya kwamba kwa ajili ya kupata kizazi mama analazimika kukubali mauti, ndipo anapata furaha yao. vivyo hivyo kwa ajili ya mfanya dua inakuwa muhimu ya kwamba yeye akiacha uzembe na haraka aendelee kuvumilia machungu yote, asifanye haraka, avumilie shida na mateso, aendelee kufanya maombi na kamwe asizwani ya kwamba dua yake haijapokelewa. Mwishowe zama zinazokadiriwa kuja zinakuja, na kwa sababu ya dua muda wa kuzaliwa kwa mtoto unafikia ambapo mtu anafanikiwa katika lengo lake. Ni muhimu kufikia daraja hiyo ambapo ikifika hatua hiyo inaleta tija, yaani mtu afikishe dua hiyo kwenye kiwango hicho. Alisema kama vile chini ya kioo kinachovutia moto wanaweka kitambaa na miale ya jua inakuja kujumuika juu ya kioo hicho, na joto inafikia kiwango hiki mpaka inaunguza kitambaa hicho, kisha ghafla kitambaa hicho kinaungua. Vivyo hivyo ni muhimu ya kwamba dua ipate hali ambapo nguvu ipatikane ambayo iunguze shida zote na iwe yenye kufanikisha shabaha na kusudio la mtu. Basi kila mfanya dua akijichunguza nafsi yake atapata kuelewa ya kwamba je, ameweza kufikia kiwango hicho au la. Hat Masihi Maud salam akitoa mfano wa Kiajemi anasema पैदा अस्त नदारा की बुलंद अस्त जनाबत, yani ni wazi kutoka wito ya kwamba utukufu wako ni mkubwa. Kuhusu Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba mtu analazimika kufanya maombi kwa muda mrefu, mwishowe Mwenyezi Mungu anazuhirisha. Mimi mwenyewe nimeona kwa uzoefu wangu na uzoefu wa watawa waliotangulia pia unatoa ushahidi juu yake ya kwamba kama katika swala fulani Mwenyezi Mungu akae kimya kwa muda mrefu, hapo kuna kuwepo matumaini ya kufanikiwa. Mtu anakuwa na imani kwamba
kwa kuwa anapata nafasi ya kufanya maombi mengi hivyo mwenyezi mungu atamjalia ufaulu lakini katika swala fulani akipata jibu haraka na kama amepata jibu katika hapana basi kazi hiyo inakuwa haifanyiki alisema kwamba kikawaida tunaona katika dunia ya kwamba ombaomba anapoenda kuomba kwenye mlango wa mtu fulani anaomba kwa unyenyekevu na kwa heshima na haachi sehemu yake hata kama mliki wa nyumba anamkaribia lakini ombaomba huyo haachi mahala pake na anaendelea kuomba kutoka kwake mpaka mliki wa nyumba anahisi majuto hata kama awe mchoyo kiasi gani hata hivyo anampatia ombaomba chochote sasa je mfanya dua hawezi kuonyesha uimara zaidi kuliko mtu huyo wa ombaomba mwenyezi mungu ambaye ni karimu na anajihisi haya pale anapoona ya kwamba mja wake mnyonge ameinama mbele yake na kwenye kizingiti chake kwa muda mrefu basi mwisho wake unakuwa si mbaya kama vile mja mzito baada ya miezi 4-5 aseme kwamba kwa nini mtoto hazaliwi kwake na katika tamaa hiyo ale dawa fulani inayoweza kuangusha mimba basi je mtoto huyo atazaliwa au ataharibika vivyo hivyo mtu anayefanya haraka yeye anapata hasara na pamoja na kupata hasara imani yake pia inapotea na inaharibika wengine katika hali hiyo wanakuwa wapagani anasema katika kijiji chetu kulikuwa na fundi seremala mke wake aliugua kisha akafa yeye alisema kama mungu angekwepo basi nilikuwa nimefanya maombi mengi na maombi yangu yangekubaliwa na mke wangu asingekufa hivyo yeye akawa mpagani na dhaharia alisema kwamba mwenye asili tukufu akitumia ikhilasi na uaminifu basi imani yake inazidi na yeye anafanikiwa mali za dunia si kitu mbele ya allah yeye anaweza kufanya chochote anachotaka alisema je hamkuona ya kwamba yeye kaumu ile isiyojulikana duniani yeye aliwafanya kuwa wafalme mabedui wa uarabuni walikuwa watu wa namna gani ambao walitawala dunia na falme kubwa kubwa mwenyezi mungu akazifanya kuwa chini yao na akawafanya watumwa kuwa wafalme mtu akimcha allah na akiwa wa mungu basi aishi maisha mazuri katika dunia lakini sharti ni hili ya kwamba aonyeshe imani yake na uimara wake moyo wake usitetemeke na usiwe na chembe cha sifa ya kujionyesha na ushirikina ibrahim alah salam alikuwa na sifa gani ambayo ilimfanya kuwa abul millat na abul hunafa yani baba wa kaumu na baba wa wachamungu na allah akamjalia baraka zenye shani ambazo haziwezi kuhesabika ilikuwa ni ikhilasi na uaminifu wake tu angalieni ibrahim alah salam alikuwa amefanya maombi ya kwamba katika kizazi chake nabii mmoja apatikane katika arab sasa je dua ile ilikubaliwa mara moja baada ya ibrahim kwa muda mrefu hakuna aliyeweza kuwaza kuhusu dua kwamba dua ile imeleta athari gani lakini katika sura ya ujio wa mtume muhammad saa salam dua yake ilitimia na kisha ikatimia kwa shani ya ajabu basi kama ilivyoelezwa tayari hapo kabla kwamba katika ziki tu mtu asifanye maombi bali mwenyezi mungu akimjalia faraja hata hivyo katika faraja pia aendelee kufanya maombi akieleza ufafanuzi wa jambo hili ya kwamba ili dua ikubaliwe mwili na roho vinatakiwa kuwa na uhusiano na uhusiano huo unatakiwa kuwa wa aina gani hata masihi mola salam anasema sala na saumu isiyo na ikhilasi na imani inakuwa haina sifa yoyote ndani mwake mtu amekuja na ameswali lakini roho yake haijanyenyekea hapo hakuna faida yoyote majogi pia wanafanya zoezi kubwa kubwa
katika mahala pao. Mara nyingi inaonekana kwamba baadhi yao wanakausha mikono yao. Waliinua mkono na wakaendelea kuniosha juu kwa siku kadhaa mpaka ukakauka. Wanafanya juhudi kubwa kubwa na wanajitia katika shida na mateso, lakini mateso hayo hayawapi nuru yoyote, wala hawapati utulivu na raha, bali hali yao ya ndani inaharibika zaidi. Wao wanafanya juhudi za kimwili ambayo inakuwa haina uhusiano wowote wa ndani na hawapati athari juu ya roho yao. Kizwahiri wanaweza kuonyesha tamasha pia, wanafanya juhudi, wanabaki na njaa na wanavumilia mateso mengi kwa siku nyingi, lakini hawezi kuonyesha mifano ya kiroho. Hivyo Kurani tukufu inasema kwamba lan yanala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, yani nyama zao hazimfikii Allah wala damu zao, lakini unamfikia utawa wenu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu hapendi ganda, bali anataka kiini. Sasa swali linaibuka ya kwamba kama nyama na damu haimfikii bali ucha Mungu unamfikia, basi kuna haja gani ya kuchinja zabihu? Vivyo hivyo, ikiwa swala na saumu ni ya roho, basi kuna haja gani ya kufanya kimatendo? Moyoni mtu ameswali au amefanya maombi au amelia mbele ya Allah kama ilivyokuwa katika dini zingine. Hali na hatua mbalimbali za swala, yani kusimama, kufanya rukuu na kufanya sijda, hizi zina haja gani? Alisema jibu lake ni hili ya kwamba jambo hili ni kweli ya kuwa watu wanaoacha kutumia miili yao katika ibada, roho haiwakubali na hawapati unyenyekevu ule ambao ndio shabaha hasa, na wanaotumia mwili tu na hawashirikishi roho katika ibada, wao pia wanakosea kosa kubwa. Na majogi hawa ni watu wa namna hiyo ambao wanatumia miili yao, lakini wanakuwa hawana uhusiano wowote na roho. Mungu ameweka uhusiano baina ya roho na mwili, na athari ya mwili inakuwa juu ya roho. Mathalan, mtu akitaka kulia kwa kujikalifisha, mwishowe ataanza kulia tu, na vivyo hivyo akitaka kucheka kwa kujikalifisha, basi atapata kucheka. Vivyo hivyo hali na hatua zote za swala, kwa mfano kusimama na kufanya rukuu, vitu hivi vinaleta athari juu ya roho. Na mwili kadiri unavyoonyesha unyenyekevu, roho pia inanyenyekea. Yani mwili unapoonyesha unyenyekevu, roho pia inanyenyekea. Japo kuwa Mwenyezi Mungu hakubali sijda tupu tu, yani mtu amesujudu lakini hana unyenyekevu katika tabia yake na roho yake haimsaidii, haiungi mkono, hapo sijda ya namna hiyo Mwenyezi Mungu haikubali. Lakini sijda ina uhusiano fulani na roho, na ndiyo maana katika swala hatua iliyo muhimu ni sijda. Mtu anapofikia daraja ya mwisho ya unyenyekevu, wakati ule anatamani kusujudu. Ni jambo la asili, yeye anataka kuonyesha hali ya unyenyekevu. Anasema hata katika wanyama pia hali hiyo inashuhudiwa. Mbwa pia wanapompenda mmiliki wao, wanakuja na kuweka kichwa chao juu ya mguu wake na wanadhihirisha uhusiano na mapenzi yao katika sura ya sijda. Hiyo inaonyesha wazi ya kwamba mwili una uhusiano makhsus na roho. Vivyo hivyo hali ya roho inaonekana juu ya mwili. Roho ikihuzunika, alama zake zinaonekana katika mwili na machozi yanaanza kutoka. Mtu hajisiki vizuri. Kama roho ina ghamu, ina huzuni, kuna huzuni moyoni mwake, basi mwili pia unahisi uchovu na
mtu huyo hajisikii vizuri, hata wengine pia wanajua kuhusu hali yake, hataki kukaa katika majlis fulani, na akiketi tu watu wanamuuliza kwamba kuna nini. Alisema kwamba kama roho na mwili havina uhusiano kwa pamoja, basi kwa nini hiyo inatokea? Kuzungusha damu pia ni kazi ya moyo, lakini hakuna shaka ndani yake ya kwamba moyo kwa ajili ya kupelekea damu mwilini ni kama injini. Damu inajiri, inasukumwa kwa kupitia moyo, na moyo unafanya kazi kama injini. Kwa sababu ya kutanuka na kukunjika kwake, hayo yote yanatokea mwilini na moyo unafanya kazi hiyo, ilmuradi silsila ya mwili na silsila ya roho vinaendana kwa pamoja. Moyo unadunda ili kusukuma na kupitisha damu mwilini. Anasema kwamba silsila ya kimwili na silsila ya kiroho pia vinaenda kwa pamoja. Roho inaponyenyekea, mwili pia unapata unyenyekevu. Vivyo hivyo roho ikipata unyenyekevu wa kweli, alama zake zinaanza kudhihiri na kuonekana mwilini, na mwili ukipata shida fulani, basi roho pia inaathirika. hivyo ni muhimu ya kwamba mnaposimama mbele ya allah katika swala, mnapaswa kuonyesha unyenyekevu kwa kupitia miili yenu, japokuwa wakati ule kufanya hivyo ni kama unafiki fulani. Yani huu ni unafiki ya kwamba moyo hautaki, lakini hata hivyo mnajifanya kuwa wanyenyekevu, kwani polepole athari yake inashika sura ya kudumu na mtu anazoea, na kisha roho na mwili vinaanza kufanya kazi kwa pamoja. Na alisema kwamba kwa kweli katika roho unyenyekevu unaanza kupatikana, na hali hiyo inapoanza kutokea, ndipo mtu anaanza kuhisi ladha katika swala yake. Yeye haendi mbele ya allah ili apate faida yake tu, bali kwa sababu ya mapenzi na upendo wa allah yeye anaelekea kwake na anaswali. kisha akifafanua zaidi anasema kwamba wapo wasemao ya kwamba sisi hatupati ladha katika swala, lakini hawajui ya kwamba kupata ladha ni nje ya uwezo wao, na ladha ina viwango tofauti. Kinachotokea ni kwamba mtu fulani anakuwa katika maumivu makubwa na makali, lakini anahisi ladha katika hali yake. Zama zile alipoeleza hayo, vita ya kupata uhuru ilikuwa ikipiganwa katika Transvaal. Alisema katika Transvaal watu wanaopigana vita, anatoa mfano wao akisema kwamba japokuwa katika vita hiyo watu wanauawa na kina mama wanakuwa wajane na watoto wanakuwa mayatima, lakini wao wanajitolea yote kwa ajili ya kaumu yao. Yani wanafanya hayo yote kwa ajili ya kaumu, na kaumu yao inaheshimu na kuthamini juhudi zao, ilhali shabaha zao ni za aina moja. Yani wana shabaha moja, kundi moja linajitolea na wengine wanawahamasisha na kuwahimiza na wanawaenzi na kuwathamini. Sasa kwa kuwa wao wanateseka na kwa ajili ya kaumu yao, hivyo wanaheshimiwa na wanathaminiwa. Kwa sababu ya juhudi zao wanathaminiwa. Mateso wanayoyavumilia ili wapate uhuru, ilmuradi ladha na raha yote zinakuja baada ya mateso. Ndio sababu katika Kurani tukufu allah ametuambia kuhusu kanuni hii ya kwamba inna maal usri yusra, hakika pamoja na ziki iko faraja. Kama kabla ya raha mtu hapati shida, basi raha ile sio raha. Vivyo hivyo watu wasemao kwamba sisi hatupati ladha katika ibada, wao wanapaswa kujichunguza ya kwamba wao kwa ajili ya ibada wanavumilia shida kiasi gani. Kama hawapati ladha, basi waone na watafakari kwamba je, wamevumilia mateso fulani kwa ajili ya ibada. Mtu kadiri atakavyo kukabiliana na uchungu na shida hiyo hiyo, baada ya kukabadilisha sura yake inashika sura ya ladha. Alisema sisemi ya kwamba mtu ajiingize katika shida na mateso yaliyo nje ya uwezo wake, bali maana yake ni kwamba ajitahidi kuswali kwa kuzingatia masharti yake yote na kwa wakati
na yani aswali kwa wakati na aache usingizi wake na aache biashara zake na afanye juhudi ya kuswali kwa wakati, awe na hofu ya allah moyoni mwake. Wapo baadhi ya watu ambao wenyewe hawavumilii shida yote au hawataki kubeba shida yoyote, na wanaelewa ya kwamba kwa kupitia maombi ya wengine shida zao zitatatulika. Wakiulizwa wanasema kwamba hata hawaswali swala 5 kwa kudumu. Safari moja kijana mmoja alimwomba hatmasihi maud alah salam ili amwombe baba yake, yani afanye maombi kwa ajili ya baba yake, na ombi hili lilikuwa halina shabaha ya kidunia bali shabaha yake ilikuwa ni ya kidini. Hapo hatmasihi maud alah salam alisema kwamba wewe ufanye maombi kwa ajili ya baba yako kwa unyenyekevu. Maombi ya baba kama yanavyokubaliwa katika haki ya mtoto, maombi ya mtoto pia yanapokelewa katika haki ya baba. Masihi moja alisema kwamba ukifanya maombi kwa ajili ya babako kwa unyenyekevu, ndipo dua yangu italeta athari yake. Yani ukifanya maombi ndipo dua yangu italeta athari. Basi wanaotaka kuombewa wasitegemee juu ya maombi ya wengine tu, bali wenyewe pia wafanye maombi kwa kujituma. Akieleza njia za kupata ladha katika ibada, anasema kwamba kumbukeni ya kwamba mtu kwa ajili ya mwenyezi mungu akiachana na vitu anavyovipenda ambavyo vinakuwa kinyume cha matakwa ya allah, na anapojiingiza katika shida, mwili unaobeba shida hizi unaleta athari juu ya roho. Amebeba shida za aina gani? Ni shida za namna gani? Vitu ambavyo ni vibaya na ni vitu ambavyo vinamchukiza allah na ni kinyume cha matakwa ya allah, basi muachane navyo. Hata kama mnapata shida katika kuviacha, hata hivyo viacheni. Na mwili unaovumilia shida za namna hiyo unaleta athari juu ya roho, na roho pia ikipata athari yake inaanza kubadilika mpaka inaanguka kwenye kizingiti cha mwenyezi mungu kwa unyenyekevu. Yani mtakapobeba mateso kwa ajili ya allah na baadhi ya vitu mtaviacha kwa ajili ya allah, roho yenu itashika athari zake, na roho itakapopata athari, basi katika swala na sijda na katika rukuu, roho ile itaanguka mbele ya allah kwenye kizingiti chake. Hiyo ni njia ya kupata ladha katika ibada. Alisema mtakuwa umeona ya kwamba wapo wengi wanaofahamu ya kuwa njia ya kupata ladha katika ibada ni kuimba nyimbo fulani au kupiga goma, na hiyo ndiyo imekuwa ibada yake. Wakifumba macho wamekaa kimya kwa muda mrefu na wanaelewa kwamba sisi tumefanya ibada, au wamesikiliza nyimbo na wanasema kwamba tumefanya ibada. Alisema msidanganike na hayo yote. Mambo hayo yanaweza kuwa sababu ya kupatia mwili ladha, lakini kwa ajili ya roho humu hakuna ladha yoyote. Kwa kupitia mazoezi hayo roho haishiki unyenyekevu na shabaha hasa ya ibada inakosekana. Alisema katika majlisi ya malaya mtu fulani anapata ladha. Sasa je, hiyo inafahamika kuwa ladha ya ibada? Jambo hilo ni nieti ambalo kaumu zingine haziwezi kulielewa, kwani wao hawakutambua shabaha na kusudio la ibada. hati ibrahim alah salam jinsi alivyovumilia mateso katika njia ya allah na jinsi allah subhanahu wa taala alivyomjalia kwa malipo mema, akitoa mfano wake anasema njia ya kupata ukaribu wa allah ndiyo hii ya kwamba kwa ajili ya allah mtu aoneshe imani yake. hati ibrahim alah salam daraja ambayo aliipata sababu yake ndiyo hii. hivyo alisema wa ibrahim allazi wafa, na wa ibrahim aliyetimiza ahadi. Yani kuonyesha unyofu na uaminifu na ikhilasi kwa allah kuna hitaji mauti. maadamu mtu asiwe tayari kuachana na laza zote za kidunia na asiwe tayari kuvumilia kila aina ya shida na mateso na ziki na mazwila kwa ajili ya allah, sifa hiyo haiwezi kuzalika kwake. ibada ya maswanamu siyo maana ya kwamba mtu aabudu mti au jiwe fulani.
tu bali kila kitu kinachomzuia kupata ukaribu wa allah na kinatangulizwa ni sanamu na mtu anakuwa na masanamu mengi katika nafsi yake na anakuwa hajui kwamba anaabudu masanamu basi ni vigumu kupata rangi ya ikhilasi na uaminifu mpaka awe wa mwenyezi mungu na ajihalisishe kwa ajili yake ibrahim alahi salam alijaaliwa lakabu hiyo je alipewa bila juhudi yoyote hapana sauti ya ibrahim allazi wafa ilifika kwake ambapo akawa tayari kumchinja mtoto wake mwenyezi mungu anataka matendo na anaruzia kwa matendo na matendo yanahitaji mateso lakini mtu akiwa tayari kuvumilia mateso kwa ajili ya allah mwenyezi mungu hamtii katika mateso angalieni ibrahim alahi salam kwa ajili ya kutii amri ya allah alipotaka kumchinja mtoto wake na akawa tayari kabisa hapo allah akamsalimisha mtoto wake yeye alipotupwa motoni lakini moto haukuweza kumuunguza mtu akiwa tayari kubeba mateso katika njia ya allah basi allah anamsalimisha kutoka mateso sisi tunamiliki mwili lakini si roho lakini hakuna shaka ndani yake ya kwamba roho ina uhusiano na mwili na mambo ya kimwili yanaathiri roho hivyo msifikiri kamwe ya kwamba roho haipati athari ya mwili matendo yote anayotenda mtu anafanya hivyo yani kwa kukutanisha mwili na roho mwili pekee au roho tu haifanyi tendo jema au baya ndiyo sababu ya kwamba katika malipo mema na adhabu vyote vimezingatiwa yani katika adhabu na malipo mema pia vyote vimezingatiwa baadhi ya watu kwa sababu ya kutokuelewa siri hiyo wanaleta shutuma ya kwamba pepo ya waislamu ni kitu cha kizwahiri ilhali hawajui ya kwamba wakati wa kufanya matendo mwili ulikuwa ndani sasa wakati wa kupata malipo kwa nini mwili utenganishwe ilmuradi islam ikiacha njia zote mbili za ifrato tafrit imeeleza njia ya katikati mambo hayo yote ni hatari mnapaswa kuepukana nayo kwa kujiingiza katika shida tu mwili haupati chochote na katika starehe pia hakuna faida hivyo yani mtu akijiingiza katika shida hawezi kupata chochote na akipenda starehe pia hawezi kupata chochote ni muhimu kwamba akutanishe vitu vyote pamoja yani roho na mwili katika zama za dua pia yanatokea majaribio hat masihi maula islam akitoa mfano wa kaumu ya hat musa alah salam jinsi walivyopata majaribio kwa muda mrefu anasema kila kazi ina wakati wake na wenye bahati njema wanangojea kwa ajili yake mtu asiyengojea na anatamani kuona natija haraka ye anafanya haraka na hawezi kufanikiwa sawa na rai yangu yawezekana kwamba katika zama za dua saa nyingine majaribio mengine pia yanatokea kama majaribio kama hat musa alah salam alipokuja kuwaokoa wana wa israeli katika utumwa wa firauni wao katika misri walikuwa wamepewa na firauni kazi ya kufyatua matofali kwa nusu ya siku na katika nusu nyingine wafanye kazi yao binafsi lakini hat musa alah salam alipojaribu kuwaokoa ndipo kwa njama ya wenye shari kazi ya bani israel iliongezwa na walipata amri ya kwamba nusu ya siku mufyatue matofali na nusu ya siku mukate nyasi na hizi zitakuwa kazi za firauni wao hawakuwa na wakati kwa ajili yao hat musa alipopewa amri hiyo na yeye akaja kuwatangazia wana wa israeli wakamkasirikia sana na wakasema e musa mungu akupe shida tuliyopata sisi na pia wakamwombea dua mbaya lakini musa alah salam akawaambia kufanya subira katika taurati tukio hilo limeandikwa ya kwamba maadamu musa alah salam alikuwa akiwatia moyo wao walikuwa wakizidi katika hasira na kilichotokea ni ya kwamba mpango ulipangwa wa kukimbia misri yani wafanye hijra hivyo nguo na vyombo vya watu wa misri walivyokuwa navyo wakaleta pamoja navyo hat musa alah salam alipotoka na kaumu yake firauni pamoja na jeshi lake akawafuata nyuma
wana wa israeli walipoona kwamba jeshi la firauni liko karibu wakakosa utulivu na wakati ule wakapiga kelele na wakasema kwamba inna la mudrakun e musa kwa yakini sisi tumekamatwa lakini musa alah salam ambaye alikuwa akiona mwisho wao kwa jicho la utume akawapa jibu kwamba kalla inna maya rabbi sayahdin la hasha mola wangu yu pamoja nami imeendikwa katika taurati ya kwamba wao walisema je katika misri hatukuwa na makaburi kwa ajili yetu na hali hiyo ikatokea kwamba kwani nyuma ilikuwa jeshi la firauni na mbele ilikuwa mto wa nile wao walikuwa wakisema kwamba kama tungeishi katika misri hata huko pia tungekufa na tungezikwa huko huko sasa tumepata shida kubwa mbele ni mto na nyuma ni jeshi la firauni ambalo litatua sote alisema wao walikuwa wakiona kwamba hawezi kusalimika hata kama warudi nyuma au wasogee mbele lakini allah ni mwenye uwezo na ana kudra walipata njia katika mto wa nile na wana wa israeli wakavuka kwa raha ilhali jeshi la firauni likaghariki huo ulikuwa ni muujiza wa ajabu wenye shani ambapo allah aliwatengenezea njia katika muda huo mgumu na hivyo ndivyo itokavyo kwa mcha mungu anapata wokovu katika kila aina ya ziki na shida yajallahu makhraja ilmuradi kinachotokea ni kwamba katika zama za dua saa nyingine yanatokea majaribio na majaribio yanatokea ambayo yanavunja mgongo wa mtu lakini mwenye uimara na bahati njema katika majaribio hayo na shida hizi ananusa harufu nzuri ya neema za mola wake na anaona kwa jicho la busara ya kwamba baada yake msaada unakuja katika kutokea kwa majaribio hayo kuna siri ya kwamba kwa ajili ya dua jaziba yake inazidi kwani hali ya shida ikiwa kali roho yake pia itanyenyekea zaidi na hizi ni sababu za kupokelewa kwa maombi kupata unyenyekevu na kuelekea zaidi kwa allah na kufanya maombi ni dalili juu ya jambo hili ya kwamba allah anataka kukubali maombi yake basi mtu hatakiwi kukata tamaa na kosa utulivu asijenge zwana mbaya juu ya allah asifikiri kwamba dua yangu haitakubaliwa alisema zwana ya namna hiyo inabadilika katika kukataa sifa ile ya allah ya kwamba yeye ni mpokeaji wa maombi hali ya namna hiyo ikipatikana basi mtu anaanza kuelekea kwa upagani na siku hizi maadui wa dini na maadui wa allah kama nisemavyo ya kwamba wanaendelea na mpango wao wa kutia mioyoni mwa watu ya kwamba mungu amewapatieni nini dini ina faida gani dini inamfanya mtu kuwa mvivu dini inazalisha mambo ya kufikirika tu na katika muda huo kila ahmadia ana wajibu wa kujenga uhusiano imara na allah na alinde ibada zake yani uhusiano huo usiwe wa muda tu na katika hali ya starehe vile vile aendelee kuwa na uhusiano imara na allah na alinde ibada zake na awe na imani na yakini juu ya maombi basi huo ndio wajibu wa kila mwanajumuiya na hiyo ndio njia ya kutimiza haki ya baiati hatmasihi maudlah salam anasema jumuiya yetu ina haja ya kuongeza imani yake wawe na yakini kweli na maarifa ya allah kuhusu matendo mema wasionyeshe uzembe wala uvivu kwani wakihisi uzembe ndipo hata kufanya wuzuu inakuwa shida achilia mbali kwamba waswali tahajud kuamka kwa ajili ya tahajud ni jambo kubwa hata kwa ajili ya swala za kawaida wanaona ni vigumu kufanya wuzuu alisema nguvu ya matendo mema isipozalika kwenu na hamna jaziba ya kushindana katika mema basi kujenga uhusiano nami ni kitu kilicho bure tu basi kwa juhudi kubwa yatupasa kuongeza na kuzidi katika uhusiano na allah na tukiwa na uhusiano huo wa kweli ndipo tutaona manzari ya kupokelewa kwa maombi allah atujalie sote siku hizi muwaombe sana wanajumuiya wa pakistan huko shida zinaendelea kuongezeka kwa ajili ya waahmadia pia
muwaombe wanajumuiya wa aljazair. huko pia upinzani umepamba moto na umezidi, na pia wanajumuiya wanapata shida na mateso mbalimbali katika sehemu zingine. allah awasalimishe wanajumuiya wote na awalinde na kila shari na awaangamize maadui. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.